Bwana, filamu ya Lone Survivor ambayo hii ni ya pili 2026 inaongozwa na Peter Beng na mchezo na mastaa kama Mark, inasimulia kisa cha kweli na cha kusikitisha kinachotokea nchini Afghanistan mwezi Juni, ambao hadithi inaanza kukuonesha ukakamavu wa kikosi maalum cha jeshi la wanamaji la Marekani ambalo maarufu kama US Navy Seals. Bwana, hii ni noma sana. Bwana, kilichokuwa katika kambi yao ya Bagram. Kikosi hiki kilipokea amri ya kutekeleza operation ya siri inayojulikana kama Operation Red Wings. Lengo kuu la operation hiyo ilikuwa ni kumtafuta au kumkamata na kumua kiongozi mkuu wa kundi la Taliban alikuwa hatari sana, ambaye anaitwa Ahmad Shah, ambaye alikuwa amehusika na vifo vya askari wengi sana wa Marekani na raia wasio na hatia katika eneo la milima ya Hindu Kush. Bwana, ili kufanikisha lengo hilo kubwa, kikosi cha Seals kiliunda timu ndogo ya wapelelezi wanne inayojumuisha Marcus, huyu ni daktari wa kikosi na mpiga risasi. Bwana, kuna Michael Murphy, huyu ni kiongozi wa timu, lakini pia kuna Matthew na Danny Diaz. Usiku wa manane, askari hawa wanne walishushwa kwa helikopta katika milima mirefu na yenye baridi kali. Ilikuwa katika misitu minene. Bwana, askari hawa walifanikiwa kupenya na kujificha kwenye vichaka vya mwinuko mkubwa, wakisubiri muda sahihi wa kutoa taarifa za kambi ya maadui. Bwana, asubuhi moja, wakati wakiwa kwenye maficho yao, hali hatari ilitokea ghafla pale ambapo wachungaji watatu wa mbuzi wa maeneo hayo, mzee mmoja, kijana mdogo na mtoto wa miaka kama 4 fulani, walipojikwaa kwenye maficho yao bila kutarajia. Hapa ndipo ilipozuka moja ya dhoruba ngumu na zenye uchungu mkubwa za kimaadili katika historia ya kijeshi. Askari hawa walijikuta katika njia panda, ama kuuawa raia hao ili kulinda usiri na usalama wa maisha yao wenyewe, au kuwaacha huru kama sheria ya kimataifa za vita zinavyosema, au zinavyowataka raia wasio na silaha. Baada ya majadiliano ya muda mfupi ya kusitisha haki za binadamu, kiongozi Michael Murphy aliamua kuwapa huru wachungaji wale, uamuzi ambao uligeuka kuwa mtego mbaya ulioweka maisha yao hatarini, kwa maana tayari siri ishaharibika vile. Bwana, kama walivyohofia baadhi ya wanafamilia wa kikosi hicho, ndani ya saa moja tu baada ya kuwaacha huru wachungaji wale, hali ilibadilika na kuwa jehanamu ya moto. Kundi kubwa la wapiganaji wa Taliban lenye silaha nzito, mabomu ya kurusha kwa mikono na mizinga midogo iliwazingira askari hao wanne kutoka pande zote, wakiwa kwenye mwinuko mkubwa wa milima bila mahali pa kukimbilia. Mapambano ya kwanza yalianza kwa kishindo kikubwa, ambapo askari wa Seals walijikuta wakipigana kiume dhidi ya jeshi lililokuwa limewazidi idadi kwa zaidi ya mara 10. Bwana, risasi zilianza kunyesha mithili ya mvua, zikitikisa miti na kuchana mavazi yao, huku wakiendelea kurushana moto kwa ustahimilivu wa hali ya juu sana. Bwana, hali ilizidi kuwa mbaya kila dakika ilivyokuwa inasonga mbele, kwani walijikuta wakipigwa na mabomu na kukosa kabisa njia ya kuwasiliana na kambi kuu, kwa sababu redio zao hazikufanya kabisa kazi kutokana na miamba migumu na milima mirefu. Bwana, Dani alikuwa wa kwanza kupata majeraha mabaya sana ya risasi katika mikono yake na miguu, huku akipoteza uwezo wa kuzungumza vizuri, lakini akiendelea kupigania maisha yake ili kupata mawasiliano yatakayookoa kikosi. Bwana, Michael Murphy alijitoa muwanga kwa kutoka nje ya mwamba uliowakinga na kupanda kwenye mwinuko wa wazi kabisa ili kuweza kwenda kutafuta mawasiliano. Bwana, baada ya kifo cha Murphy, hali iliendelea kuwa mbaya zaidi, huku Matthew naye akipambana hadi pumzi yake ya mwisho kabla ya kuuawa kwa risasi baada ya kushambuliwa vibaya kichwani. Bwana, Dani naye alifariki dunia kutokana na wingi wa damu iliyomtoka kutokana na majeraha ya kutisha yalikuwa nayo katika wakati huu wa maafa makubwa. Bwana, Marcus alijikuta akiwa amebaki peke yake, akiwa amejeruhiwa vibaya sana, huku mbavu zake zikiwa zimevunjika, mguu wake ukiwa na tundu la risasi na mwili wake ukiwa umejaa michubuko na vipande vya mawe. Kwa ujasiri wa ajabu alijikokota kupitia vichochoro vya milima, maporomoko ya maji, huku akifukuzwa kila siku na wanamgambo wa Taliban waliotaka kumuua.
Bwana, wakati hali yake ikiwa mbaya kiasi cha kusubiri kifo, Marcus alikutana na kijana mdogo ambaye aliweza kumwokoa, na alikuwa na mzee mmoja wa kijiji kimoja karibu na yeye alipokuwa, ambaye anaitwa Mohamed Kulabi. Kijiji hiki kiliishi kwa kuzingatia utamaduni wa kale wa kabila la Wapashtun, wajulikana kama Pashtun, ambao unamtaka mwenyeji kumlinda na kumtunza mtu yeyote anayekuja kuomba hifadhi, hata kama ni adui. Licha ya wanamgambo wa Taliban kufika kijijini hapo na kutishia kuua kila mtu endapo watamkabidhi Marekani huyo, wanakijiji walikataa kata na kusimamia msimamo wao kidete. Bwana, mwisho wa matatizo haya ama msako, helikopta za jeshi za Marekani zilizobeba kikosi kikubwa cha uokoaji na timu ya makomando ziliwasili kwa kishindo kikubwa na kuokoa maisha ya Marcus alikuwa karibu kukata roho, huku pia wakisafirisha miili ya wenzao waliouawa kishujaa. Bwana, filamu inahitimisha simulizi yake kwa kuonyesha picha halisi za marehemu Michael Murphy, Matthew pamoja na Dan Diaz, ikionyesha nyuso zao halisi na kueleza heshima kubwa waliopewa, ikiwemo medali za juu za kijeshi za Marekani. Bwana, katika mapambano hayo makali yaliyoacha wakiwa wamejeruhiwa vibaya na kukosa mawasiliano na kambi kuu, askari hawa wanaonyesha ujasiri wa kipekee wa kujitoa muhanga kwa ajili ya wenzao. Michael Murphy anajitoa wazi kupanda kwenye mwamba hatari ili kupata mtandao wa siri ya satellite uliomgharimu maisha yake, wakati wenzake kama Matthew, Alex na Danny wanapigana hadi pumzi yao ya mwisho, lakini mwishoni Marcus pekee aliyesalia hai, ambaye baada ya kukimbizana na kuteswa sana, lakini mwisho wa siku anakuja kuokolewa na kijiji fulani ambacho baadaye askari wanakuja kumwokoa. Bana, ni hatari sana. Bana, hii ni movie kali ambayo inaitwa Lone Survive. Hebu itafute alafu icheki kwanza, utaniambia mwenyewe. Shusha kwenye comment section hapo chini. Waga sibatishi nikileta movie kali. Napenda nikisema kwamba hii ni Chad the Storyteller. Jina langu naitwa Chad the best presenter in town, mnyama OG, mzee wa movie.